Vision 2030, madini ni maisha na utajiri. Naitwa Victor Mkono, ni afisa usalama, afya na mazingira maeneo ya kazi, ambapo nafanya kazi katika mgodi wa Fema Mining and Drilling Limited. Mgodi huu ni mgodi unaomilikiwa na Watanzania kwa 100%. Ulikuwa unafanya shughuli zake katika mgodi wa Buckreef pamoja na mgodi wa Shanta Singida. Lakini tukiongelea katika mgodi wa Buckreef, Fema Mining ni kampuni ambayo inafanya shughuli za uchorongaji, ulipuaji pamoja na ubebaji wa material ambayo yana dhahabu ndani yake na kwenda kuyapeleka kwa ajili ya processing. Tumefanya kazi hii kwa mafanikio makubwa takriban miaka 5 sasa. Tuko tunaaminiwa na kampuni ya Buckreef na tumeweza kupata mafanikio tofauti mengi ambayo imesababisha kampuni yetu kuweza kwenda mbele zaidi. Lakini mbali na hapo, katika kurudisha katika jamii kile kiwango ambacho tunakipata kutokana na uzalishaji wetu, tunaweza kuisaidia jamii yetu. Tumeweza kujenga miradi mbalimbali ya kimaendeleo pamoja ili kuweza kuinufaisha jamii inayotuzunguka mgodi wetu. Tukianza kuangalia wanajamii wanaotuzunguka, tumeweza kuwatengenezea visima vya maji safi na salama ambapo wanapata kwa bure kabisa, ukiwa ni mradi uliofadhiliwa na Fema Mining and Drilling Limited. Lakini pia tunatoa support katika huduma ya afya, katika sekta ya afya, katika sekta ya michezo. Tumeweza kusupport katika zahanati zetu zinazotuzunguka kwa kuweza kuwapa vifaa tiba, lakini pia kuweza kusupport katika ujenzi wa majengo mbalimbali ambapo yanaendelea katika zahanati yetu ya Rwamgasa. Vile vile katika shule yetu ya Rwamgasa tumeweza kuisupport baadhi ya vifaa, vikiwemo vifaa vya kufundishia na pamoja kwa wanafunzi ambao wanajifunza katika shule ya Rwamgasa. Sisi kama Fema tunaendelea kutoa dirisha la mafanikio kwa wananchi wanaotuzunguka kokote pale Tanzania. Tunakuja hapa kwa ajili ya kuweza kuonesha huduma tunazozitoa katika mgodi wetu, lakini vile vile namna gani tunaweza tukaisaidia jamii yetu. Tukianza na kwa wananchi, madirisha yako wazi. Tunatoa nafasi tofauti katika nyanja zote. Tunaajiri mainjinia, tunaajiri wazoefu wa kuoperate mitambo, tunaajiri watu ambao wana skills kubwa katika administration level ili kuweza kusukuma gurudumu la maendeleo mbele. Tunaamini teknolojia ya uchimbaji wa madini ni teknolojia inayokuja kwa kasi kubwa zaidi. Hivyo basi tunapenda kuwashawishi wananchi waweze kujikita zaidi katika elimu ya madini ili kuweza kuisaidia taifa letu kwa ujumla. Kile tulichonacho hapa Tanzania kiweze kuwanufaisha wananchi kwa ujumla kutokana na madini tulionayo. Hivyo basi wananchi wale walioko mashuleni waweze kusoma kwa bidii kutokana na kozi mbalimbali zinazohusiana na madini ili waweze kuingia katika hii migodi sasa ambayo inakuwa kwa kasi. Na ukiangalia wazalishaji wakubwa na makampuni makubwa ya Kitanzania ndio wanaokuja kuishikilia kwa sasa hivi na kuweza kuendelea kusonga mbele. Ni faida kwetu sisi kama kampuni, ni faida kwa Tanzania kiujumla kutokana na pato tunalolipata pale linaendelea kubaki humu ndani. Na kwa sasa hatuna haja ya kuajiri watu kutoka nchi za nje, kwa maana tuna wataalamu kutoka ndani ya nchi na tunategemea tuendelee kupata wataalamu wengi ili kuweza kusukuma gurudumu la mafanikio kwa pamoja. Tunampongeza rais wetu Mama Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kuonesha msisitizo katika hiki kitu kinaitwa local content. Mbali na kuwa na local content, tumeweza kampuni iliyoaminiwa kufanya kazi ya uchorongaji, uchimbaji katika mgodi kama wa Buckreef. Ni pongezi kubwa sana na ni kitu kikubwa sana kwa kampuni ya Kitanzania kuaminika katika mgodi mkubwa kama huu. Lakini vile vile tumeweza kuchukua na kuwafanya kazi wetu tumebalance kwa idadi ya wanaume na idadi ya wanawake. Lakini pia tunatoa kipaumbele sana kwa wanawake kuendelea kusukuma gurudumu la teknolojia ya uchimbaji. Na mpaka sasa tuna maoperator kadhaa wanaooperate mitambo mikubwa kama excavator. Ukiangalia kwa Fema Mining and Drilling tuna mashine kubwa kabisa, excavator 374, ni mashine kubwa kabisa, lakini ameaminiwa mwanamke na ndiye anayeiongoza hiyo mashine. Tuna mashine zingine kama rig, tunaendelea kuwa train wanawake ili waweze kupata ujuzi wa kuendelea kuchimba kwa kutumia mashine hizi za kisasa ambazo tulizonazo hapa site kwetu. Mpaka sasa hivi tuna 5% ya wafanyakazi ambao ni wanawake kati ya 95%. Kwa hiyo 95% na wanaume, 5% ni wanawake ambao tunasema ni wanawake tayari wenye ujuzi toshelevu. Lakini bado tuna wanawake ambao hawana ujuzi, tuendelea kuwa train na kuwafundisha waweze kuwa na ujuzi ili waweze ku take over
mwisho wa siku ile ajenda ya 50%, nadhania baada ya miaka michache ijayo tunaweza tukafikia ajenda ya 50-50 dhidi ya wanawake na wanaume, na pengine ikawa beyond, wanawake wanaweza kaenda juu zaidi kuliko wanaume kutokana na morali ya kujituma na kuaminika katika kazi. Na kitu kikubwa kabisa cha msingi, nadhani tunafahamu wanawake wana commitment kubwa sana katika kufanya kazi. Ukimwamini mwanamke, hata uongozi wake unakuwa ni rahisi sana katika kuendelea kufanya kazi. Hivyo basi tunajikita, tunaendelea kuwa develop, tunafanya internal training za kuweza kuajiri, tunashirikisha wadau mbalimbali kuwaleta hapa kwetu waweze wawape program tofauti ili waweze kuingia na kushindana katika soko la uwajibikaji pamoja na ajira.